Nyosheni jangwani njia kuu kwa Mungu wetu. Kila bonde litainuliwa na kila mlima na kilima kitashushwa. Palipopotoka patakuwa pamenyoka, na palipoparuza patasawazishwa. Na utukufu wa Bwana utafunuliwa, na wote wenye mwili watauona pamoja, kwa kuwa kinywa cha Bwana kimenena haya. Amen. Naomba na kwa njia ambayo kweli utasikiliza ujumbe huu, na Mungu akubariki. Haleluya. Wazo la wiki tulilopewa linasema itengenezeni njia ya Bwana. Itengenezeni njia ya Bwana. Na mimi nakuja na ujumbe kupitia maneno haya matatu, masomo haya matatu, ujumbe unaosema tunaitwa kutengeneza maisha yetu ya kiroho na Bwana Yesu, ili anapokuja atukute tuko tayari kwenda naye. Tunaitwa kutengeneza maisha yetu ya kiroho na Bwana Yesu, ili anapokuja atukute tuko tayari kwenda naye. Tuna nguvu ya faraja. Jamani, sio faraja kubwa hiyo? Watuzeni mioyo, watuzeni mioyo watu wangu. Katika somo hili tulilosoma la kuleta faraja, taifa lilipotenda dhambi hili la Israeli, ambalo taifa la Israeli limewekwa kuonyesha majira, nyakati, namna ya kuongea na Mungu, Mungu aliliadhibu kwa njia nyingi. Kwa sababu ya dhambi walioitenda, mmoja, Mungu aliweza kuwaadhibu kwa njia ya magonjwa. Magonjwa nayo ni Bwana. Yaani unaweza ukapigwa ugonjwa hapo. Bwana asifiwe. Watu mliookoka, Bwana Yesu asifiwe. Unafikiri wengine mngeokoka kama mkupigwa kitu kigumu kidogo? Napigwa ligonjwa hapo, napigwa lipepo hapo, unaenda kila hospitali na kwa mganga haitiki. Unapokwenda kwa Yesu alafu inawezekana, unasema hapa ning'ang'ane. Kwa hiyo ugonjwa na mambo mengine yanaweza akawa mtumishi wa kuleta watu kwa Mungu. Amen. Na changamoto ulionayo ifanye ndio ya kukuleta kwa Yesu. Kwa Yesu kuna msaada tele. Haleluya. Uko msaada. Sasa taifa lilipokengeuka likatenda dhambi, liadhibu kwa njia nyingi. Moja, nimesema magonjwa. Njia nyingine aliliadhibu kwa njaa. Njia nyingine aliinua vita, mataifa wakapambana na vita. Lakini njia hii ya sasa, Mungu baada ya wao kumtenda dhambi aliwahamisha kabisa kutoka nchi yao na kuwapeleka nchi ya ugeni, nchi ya Babeli, nchi ya Babeli. Yaani wewe pale nyumbani kwako kwa sababu ya dhambi unahamishwa na watoto wako wote. Hebu fikiria tu kwenye mawazo. Nyumbani nchi ya Tanzania kwa utumwani nchi nyingine. Wewe na watoto wako wote nchi nyingine. Alafu mnatumika kule bila mshahara. Kazi ngumu na mateso mengi bila mshahara. Na ni kwa sababu ya dhambi Mungu ameamua kufanya hivyo. Ungaliwazaje? Na mateso yalipozidi sana kule huko walikopelekwa, walikumbuka tumekosea. Walikumbuka tumetenda dhambi. Wakaanza kumlilia Mungu. Bwana asifiwe. Mungu, tukumbuka. Lini tutaachana na mateso? Uzuri kuna tumaini la mbali linaloonyesha kwamba bado Mungu aweza kuwakumbuka katika taabu zao. Wanaini la mbali. Wanateseka, na hapo wanaanza kutafuta kwa nini tunateseka namna hii? Kwa nini njaa? Kwa nini magonjwa
na kadhalika. Kweli. Nawaita asubuhi hii, unapomwimbia Bwana, mwimbie katika roho na kweli. Utajikuta tu unamwagika. Alafu katika kuimba katika roho na kweli, huko Mungu anakuhudumia. Sababu nguvu za giza haziwezi kukaa katika moyo wa mtu anayemwimbia Bwana katika roho na kweli. Haziwezi. Ukama hata nyingine na kitu nyingine zinakimbia zenyewe bila wewe kujua. Kwa nini? Umeimba katika roho na kweli, umetama. Saidia kumwambia jirani, usiimbe ugenini. Hao waliambiwa imbeni wimbo wa Barnabasi hapa Babeli, wakasema hapa hauimbiki wimbo kwa sababu ni ugenini. Mungu anasikia vilio vyetu. Tumlilie katika roho na kweli. Mungu anayajua maumivu tunayopitia. Alijua maumivu ya wana wa Israeli pale Babeli, na ndipo akaja na ujumbe mkubwa, watulizeni mioyo, tulizeni mioyo watu wangu. Mungu anawainulia nabii akiwaambia watulizeni mioyo ya watu wangu, na wanapata faraja, na Mungu anawakomboa, anawarudisha kwenye nchi yao. Anawarudisha, maana maumivu wasababisha wakamlilia Mungu kwa toba, wakagundua tumekosa, kumlilia Mungu akawaka. Ukisoma katika kitabu cha Habakuki, hawa wana wa Israeli wameteswa, wakateswa kwamba inaje taifa ovu kuliko taifa la Israeli itumike kutesa taifa. Haleluya! Inawezekanaje mtu mwovu atumike kumtesa mtu mtakatifu? Ilikuwa mshangao kwa Habakuki, lakini Mungu anaweza kutumia chochote cha kukurudisha kama enda. Amen. Anaweza kutumia wenye dhambi kuliko wewe kukuadhibu, mradi anakutafuta urudi. Haleluya. Hata shetani, mapepo, wakati Mungu alitaka kumwadhibu mfalme, Mungu akasema mfalme idhihirike ni mwadhibu sawa sawa. Malaika hawasemagi uongo, na malaika walikuwepo. Sema malaika hawasemagi uongo. Pepo likamwambia Mungu, mimi ninaweza, naenda nitamdanganya afanye 1 2 3, alafu atakuwa amekuasi sana, alafu ingie hapo adhibu, alafu niruhusu pia ni mwadhibu. Mungu anatumia kila kitu kuweza kufanya kazi yake. Lakini sema lakini kubwa, toba inaweza kuleta urejesho. Amen. Hapa wanapoambiwa watulizeni, na anasema kitu kingine, kwa kuwa wamepokea adhabu maradufu kwa Bwana. Mstari wa 3, wamepokea adhabu maradufu kwa Bwana. Mstari nafikiri ni wa pili pale, adhabu maradufu kwa Bwana. Kumbe Mungu anaweza kuadhibu kwa sababu. Ujumbe wa leo ni wa kimatengenezo, na matengenezo yanayotakiwa yanaanzia kwenye toba. Naomba tena toba. Toba ina nguvu kubwa ya kuturejesha mikononi mwa Bwana. Itengenezeni na kutengeneza njia hiyo ya Bwana ni toba. Kuna watu wengi hata sasa katika jamii zetu wanateswa kwa sababu ya dhambi. Kwa dhambi kisha kuwepo, Mungu hayupo. Amen. Dhambi kisha kuwepo ndani ya mtu, roho wa Mungu anaondoka, na roho wa Mungu akiondoka, chochote kinaweza kuja na kufanya chochote. Na hata wewe, mateso yako, maumivu yako, dhambi inasababisha yaingie. Kwa nini? Kwa
yuko ndani, Roho wa Mungu yuko ndani wa kuzuia, wa kufanya defensive ndani yako, basi ndani tesa. Hata zako wanaruhusiwa kukuletea changamoto. Kwa nini? Ndani hakuna kitu cha kukufunika. Kitu pekee kinachoweza kutusaidia ili tuondokane na mateso hayo, toba. Rudia tena, toba. Kwa hiyo neno linaposema itengenezeni njia ya Bwana, ni kama anasema tubuni, na tutaona hapa mbele kwa nini ni lazima tutubu. Wao walipewa tumaini kwamba watapata wokovu. Wasiendelee kulia na kukata tamaa, Mungu amewakumbuka. Hawana tumaini lolote, lakini Bwana amewakumbuka, anaambia watulizeni mioyo, watulizeni mioyo watu wangu. Katikati ya mateso ulio nayo, ukiomba utakuja. Tulia kuona. Bwana asifiwe. Watulizeni mioyo, watulizeni mioyo. Katikati ya mateso, hangaiko, onewa kwa namna mbalimbali, ujumbe huu utausikia, watulizeni mioyo watu wangu. Mungu ni wa rehema. Hebu nisaidie kurudia, Mungu ni wa rehema. Kama asingekuwa wa rehema, tusingalikuwepo leo. Kama Mungu asingalikuwa Mungu wa rehema, kwa hiyo dhambi yako si unaijua, kuwapo leo. Lakini neema ya Mungu inatungoja ili fanye kazi, kwamba Mungu amrehemu. Hiyo ni ambayo hii kutokana na kipawa chetu, ndio rehema ya Mungu. Kwa hiyo tukitegemea neema ya tufanye tuwe hivi tulivyo. Kuna wakati wa rehema na kuna wakati wa adhabu ya rehema, bila rehema. Kwa hiyo kinacho kuwepo ni toba. Sema toba. Hiyo ndio inatusaidia. Sasa kama we si mtu wa toba, upepo wowote unaweza ukapita na wewe. Mateso yoyote yanayotokea, changamoto zote zinazotokea zinaweza kupita na wewe. Kwa nini? Si mtu wa toba. Na ndiyo maana pengine kila Jumapili tunatubu, lakini hatari hii, kila Jumapili inaweza ikafanya yetu kawa monotonous mno. Yaani ukaona ni kitu cha kusema, unasema ibada yetu, unaanza Mungu yuko hapa, unaenda antiphon, unaenda iki, alafu unatubu, basi. Yaani ukaikariri. Naomba usikariri toba. Amen. Na mtu mmoja amenielewa. Usikariri toba. Tubu. Yaani kariri toba, ila ufanye nini? Utubu. Yaani maanisha hicho kitu unachofanya. Na toba ukishaifanya, jambo la pili linalofuata hapo ni kuacha. Sasa tunaweza kukariri toba, ukajua na Jumapili nitakariri maana ndio ibada, alafu endelea mambo yako ukiwa umekariri toba. Haitatusaidia katika maisha. Usikariri, ila ufanye nini? Utubu, kwa kumaanisha. Hata kwa machozi. Watu walijadili kwenye mtandao, hivi tupige magoti au tusimame au tufanye hivi? Ni namna gani ukikaa na unapoungama ndipo unasikia ndani yako umeungama? Asema mchungaji aweke mito kwenye nani ya kupigia magoti. Ewe, kuna watu waliona aweke mito. Hiyo mito ni ustaarabu. Uweza kupiga magoti hata pale kwenye mchanga, ndio itakukumbusha kwamba kwa nini ninaumia kidogo hapa. Utagundua kwa sababu natubu ile dhambi yangu. Na Mungu akiona maumivu ya namna hiyo na moyo umepokea, toba inaachiliwa na unapata matunda ya toba, wokovu. Bwana asifiwe. Haleluya. Naomba watu wa Kingereka tuwe watu wa toba. Sema amina.
Hii habari ya kujadili tupige magoti tusimame si kitu kizuri sana. Tuweke mito si kitu, piga huko kwenye sakafu kabisa. Huko usikie maumivu. Ukisikia maumivu ya namna fulani italazimisha moyo wako kusema lazima sasa kuacha, lazima kuendelea na toba. Bwana asifiwe. Haleluya. Haleluya. Mungu anayaona machozi yako, anaona vilio vyetu, anashukaga na kutupa. Ni katika Agano Jipya tunapata kifungu hiki posoma kwa